Hapa kaunti ya Wajir leo tunazungumza moja kwa moja na wakazi kusikia kutoka kwao. Je, pesa za umma na rasilimali za maendeleo zinawafikia wananchi au zinabaki kuwa mjadala wa viongozi pekee? Wakazi wamezungumza na haya ndio walikuwa na ya kusema. Kusema kweli, rasilimali kama ingekuwa inaenda kwa wananchi ingefaa. Maanake kama sisi watu wa mkoa kaskazini, mahali mingi sasa unaona watu wanalalamika wakati wa ukame, hakuna maji, mabao zingeshimbwa, mashule zingepigwa repair, ingesaidia wananchi. Lakini pesa hiyo inaenda kwa mabunge na wale ambaye wako karibu na hao. Kwa wananchi hakuna mali inafaidika. Mimi kama mwananchi ya Wajir ninasema hiyo rasilimali ambaye mabunge wanapewa hakuna mahali inatufaidisha. Afadhali kitu kidogo tu CDF, basari ya watoto ya shule, hiyo tunaipata. Lakini vingine hatubati. Wakati kama hii kusema kweli, watu washa mfugo, watu iko karibu kukufa katika mkoa wa kaskazini. Hakuna bunge ambaye utaiona ndani ya hii watu yake ambaye ama amemletea magari ya maji, ama anatembea amelete gari moja hata ya chakula ambaye anasema kina mama na watoto ile ndogo saisi. Hata ugonjwa inaweza suka sababu ya ukame na watu kukaa bila kunywa maji, alafu maji inakuja baada ya one day inaweza suka, hata tunahofia isuke ugonjwa katika hii mkoa wa kaskazini. Kuhusu rasilimali hiyo naweza sema kulingana na vile naona hapa Northeastern, kulingana na pesa inatolewa pesa mingi, lakini hakuna maendeleo, hakuna kitu inatengenezwa. Wanasiasa wakishachaguliwa utawahi waona, ukihitaji MCA utawahi msikiza, stima hakuna. So vile mimi naonanga huko ukishachagua mtu ni kama mmepitisha tu mambo, lakini hakuna kitu inaendelea. Juu hata shida ikipatikana hakuna mtu anakusaidia. Kulingana na mimi, hii wakati wa drought vile iko hivi, hii ndio wakati mzuri ya kuona viongozi wetu, na ndio wakati mzuri ya kujua nani anatusaidia nani hatusaidii. Kwa sababu hii wakati bado hujawaona. Lazima mtu mwingine mkubwa aongee, iwaguze kidogo, ikiwezekana wamtusi, waseme nini, lakini kitu wanasema ni ukweli. Sasa unaona sasa vile wameanza kuchangamka kidogo. Sasa wameanza kuchangamka, hata zile malori za maji tulikuwa tunaona hazifanyi kazi. Sasa tumeona wanatengeneza, zimeanza kutembeza maji. So hawa wanasiasa sijui wanataka nini, juu ni kama hata kazi yao kenye walichaguliwa ili washinda. Wanangoja 2027 tena wakuja watudanganya. Mimi nimekaa huku kwa muda mrefu hata saa hii. So mimi nasikia tu kwa masiasa wakisema pesa imetolewa si mabilioni. Hizo bilioni za kufanya nini? Za maji, siji za stima. Na huku sioni hata changes. Kwanza nikuja mimi na wanasikia tu wanatengeneza maji, lakini sioni hiyo maji yenyewe. Nasikia wao wanatengeneza stima. Hiyo stima kama saa hii tumetusumbua sisi watu wa jua kali, unatumia simu sana sana kutafuta mteja. Sasa naona hapo tunahangaika hata sisi. Hata hiyo kutafuta mteja umemkosa, ana stima hakuna. Sisi bado hata sisi tunahangaika. So hao wanasiasa wanakuja tu ile siku wanataka kura ama wanataka faida kwao. Hii pesa sasa sisi tujua inaenda wapi? Si hataki watupatie wasaidie hiyo kitu hiyo, kama hiyo stima ama hiyo maji ndio sisi tujisaidie. Ujapo ndio sisi tunasaidikiana hapo. Sasa unaona venye ukame iko. Hata wateja wetu nasikia wanasema ukame huko, mifugo imekufa. So pesa hata watuletei. Kwa hiyo mifugo wanje inawalisha ndio sisi natulisha. So sisi hata sisi ukame wetu tena ni kwao tu hivyo. So sisi tungeomba wana serikali waangalie hii wakulima wadogo wanaumia. Hii wakulima wadogo wanategemea kutoka huko, kwa hiyo pesa wanasema. Wakifanya bidii watengeneza hata hizi njia, hata sisi tunafaidika hapa huku sisi wenyewe kwa wenyewe. Maoni ya wakazi wa Wajir yanaonyesha matarajio makubwa kuhusu uwazi, usawa na matokeo ya kweli katika matumizi ya rasilimali za umma. Wananchi wanataka kuona maendeleo yanayogusa maisha yao ya kila siku. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, jina langu ni Hashim Jimal. Sisi kama wakaaji wa kaskazini mashariki tunaunga mkono yale matamshi ambayo yalitokea kwa aliyekuwa naibu rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ya kwamba kuna ufujaji mingi sana wa rasilimali katika jimbo hili letu la kaskazini mashariki. Pesa ilitumika vibaya sana, na sisi kama vijana ama wakazi wa Garissa haswa
mambo ya devolution haikutusaidia kwa sababu hakuna ajira kwa vijana. Mimi ni kiongozi wa vijana, nitaongelea kwa mambo ya vijana. Hakuna ajira kwa vijana katika jimbo hili letu la kaskazini mashariki, haswa Garissa, kwa sababu pesa inaenda kwa mfuko ya binafsi, inaenda mfuko wa binafsi ya hawa viongozi wetu. Wametumia pesa vibaya sana. Nafikiri sisi kama wakaaje ni mzuri tuseme ukweli. Pesa ya umma katika hii region, hasa kwanza Garissa County, nafikiri imetumiwa vibaya sana. Pesa ya wananchi huwa hakuna kitu wamefaidika nao. Mwaka karibu nafikiri we are almost mwaka 13 ya devolution. Lakini katika hii mwaka 13 pesa ya county, kama ni equalization fund, kama ni pesa ya CDF, imekuwa inaenda kwa mikono ya wachache. Imekuwa inatumiwa vibaya na viongozi. Na nafikiri si kitu kuficha. Na nafikiri ni wakati wa sasa ni wakati wananchi kwanza wanataka wajue ukweli. Na sisi kama vijana wa hii county, nafikiri hatutanyamaza, tutaendelea kusema ukweli na tutaendelea kuhamasisha wananchi ili wajue haki yao iko wapi. Nafikiri ni kitu ya kusangaisha sana ya kwamba wananchi wanajipiga kifua na wanaiba pesa wananchi. Na si kitu, nafikiri ile kitu Gachagua alisema wakati mwingine ni mzuri sana na ni kitu ambaye kwanza sisi imetufungua macho. Ukiangalia kwa mfano kaunti ya Wajir imepata lami mwaka wa 2013 na imeweza, pesa ya ugatuzi imeweza kutusaidia. Ni vile tu saa zingine kuna ukora kidogo, tunaona hizi pesa zinaibiwa, lakini ukiangalia maisha ya watu imeweza kubadilisha sana. Ndio unaona kaunti hizi za kaskazini mashariki mingi imeweza kuinuka juu, ni kwa sababu ya pesa ya ugatuzi. Zamani tumekuwa na pesa kutoka national government, lakini tulikuwa tunapata pesa kidogo sana. Lakini saa hizi ukiangalia kaunti zote za mkoa kaskazini mashariki, kila miaka mitano, kwa kila mwaka, kwa mfano kama Garissa tunapata zaidi ya bilioni 10. Ukiangalia upande ya kazi, vijana wengi wameweza kuajiriwa kupitia counties. Na tuko na wafanyikazi wengi sana. Zamani ilikuwa tukipewa nafasi ya wafanyikazi wa serikali kuu, tulikuwa napewa nafasi kidogo sana. Unaweza enda location kidogo ama center somewhere huko Garissa ama Wajir ama Mandera, ukute hosi iko, kuna dispensary ambayo kuna dawa yake kila kitu, maji iko, maboholes, na barabara pia iko sawa, si kama zamani. So hatuwezi sema wale ambao wanalaumu county government ama mismanagement, tunaweza sema Afrika mzima kuna corruption, lakini ni kiasi, sio zaidi. Corruption iko, hatukatai, lakini ile hii pesa ya devolution, ile mambo imetenda ndo mingi, mambo mzuri sana imetenda, mambo mzuri sana ambaye hatuwezi count hapo. Naam, kauli za viongozi hao kutoka Wajir na wananchi pia vile kutoka sehemu za Garissa. Daktari Nimo, nije kwako. Sijui nakubaliana na yapi kutoka kwa baadhi ya wakazi pale. Halafu pili, ndio tutawalaumu viongozi, lakini mwisho wa siku ni wananchi wenyewe mnafanya maamuzi ya kuwachagua viongozi. Wananchi wenyewe mnafanya maamuzi ya kumchagua MCA ambaye na kibarua kikubwa sana cha kutoa mwongozo wa jinsi serikali ya kaunti itakavyotumia pesa zinazotoka katika hazina ya kitaifa. Kama alivyosema Daktari Isaac, ni kwamba kama kaunti yake kwa mfano inapokea shilingi bilioni 14, Garissa bilioni 10, si pesa kidogo, lakini mwisho wa siku itakuwa ni nyie wakazi. Jukumu lenu liko wapi katika kuhakikisha kwamba hawa viongozi sasa wanawajibika? Okay, nashukuru sana Nimrod kwa kunipa fursa hii tena. No. Okay, tuseme before hii election, the last election ili happen. No. Watu ni kama walikuwa enlightened kiasi, si kama previous. Kushinda hapo nyuma. Yeah. No. So wakajaribu sana ku make the right decisions. But shida ilitokea hapo kwa ballot square election. Watu walikuwa wanatembea na pesa. Yaani utapata like tuseme kama mtu kama, wacha nichukue mtu kama Farah. Alikuwa anavai huko Dadaab, si ndio? Farah Maalim. Lakini usitaje majina ikiwa huwezi kuthibitisha. Okay. Alikuwa anavai huko Dadaab, si ndio? Then utapata akona opponent wake. Sawa. So tuseme sisi tunataka
yeye apite juu tumeona ni mtu vocal, like ni mtu anatetea watu, unaona haki zao nini. But utapata wazee bado wanapiga simu hadi huko nje, like wenye wako majuu, wenye wako Somali nini, like watume pesa zaidi ya kubribe watu wengine ili fulani asishinde. Ili fulani asishinde, unaona? Ya hiyo ndo tatizo kwenye tuko nayo. Kwa hivyo kuna pesa paka kutoka nje. Yeah. Lakini bado tunalalamika kwa sababu ya changamoto. Alafu shida nyingine tuseme, tuangalie kama hii mambo ya ajira. Utapata like hii yenye nilikuwa nakwambia tu, governor mmoja akiingia atakuja ataemploy watu wa tribe yake wote, like atafukuza wenye walikuwa kwa ofisi wote, wataenda home. Akisha employ watu wake wataserve for 5 years, akitoka wanatoka na. Lakini kisheria na kikatiba siku hizi hairuhusiwi. Kwa hivyo kwa yote anafanya hivyo ni makosa. But ukijaribu kuforward petition ama ukiwapeleka huko mbele, bado wanatumia pesa kumaliza hiyo kesi. Jukumu liko kwenu Imran. Nimrod. Na kama tunavyofahamu hapa nchini Kenya mwaka 2027 sasa hivi si mbali. Huu ni mwaka ambao nafikiri nusu yake utatumika katika kuanza kampeni, watu kuweza kujiingiza katika vyama vya kisiasa na kadhalika. Nipe mfano. Kwa mfano, umesema uko katika chama cha UDA. Zamani hizo vyama vilikuwa havina muhimu sana. Je, safari hii unahisi kwamba kuwepo kwa vyama vya kisiasa kutawapa nyie nafasi ya kwamba wakati kiongozi wa taifa anakuambia kama umechaguliwa kupitia chama changu lazima utekeleze wajibu wako kwa niaba ya wananchi, ndiposa wananchi wafaidi? Unahisi kwamba vyama vya kisiasa pia vitakuwa na msukumo ama nafasi ya kusaidia maendeleo kushinda ilivyo sasa, ambapo wazee eneo la kaskazini ndio wenye kusikika zaidi? Kwa uchaguzi ujao, naam, chama inachangia sana pakubwa katika kuchagua viongozi, lakini kulingana na mila na vile tunafanya mambo kwa sasa upande wa Northeastern, nafikiri itakuwa changamoto sana kujua ya kwamba ama kusisitiza uko kwa chama fulani na unauza sera fulani ndio uchaguliwe. Tulilia mara mingi sana ya kwamba ile shida tuko naye ni negotiated democracy na ukabila na watu kukuja kununua hizi viti ya uongozi. Sasa ningependa pia kusema Nimrod, singekubali kama msomi na mtaalamu kutoka Northern Kenya kukubali kulalamika kila wakati na pia kujipata kwa biashara ya kutusi viongozi ama kutukana viongozi. Jukumu langu kama binadamu ama Muislamu ama kiongozi ya ukweli ni ya kwamba nashukuru yale yamefanywa ambaye naweza kuza hayatoshelezi. Lazima tuseme ile tumefanyiwa, tunaona kwa macho yetu, tunaguza kwa mkono yetu, tuseme asante, tunashukuru. Kitu ya kwanza, ugatuzi imeleta faida mingi vile uliona kwa hiyo clip ya wenyeji pale. So hatuwezi sema ugatuzi imefaidisha viongozi wa Northern Kenya pekee, hapana. Iko maendeleo ile inaweza onekana, ile inaweza guzwa, iko pale imefanyika, hiyo tunasema asante. Lakini nakubaliana na wenzangu viongozi ya kwamba haitoshi ile imefanywa kulingana na wakati tuko, kulingana na shida ile iko, haitoshi. Wanafaa kufanya mambo mingi, na swala la ufisadi pia iko pale, ya kwamba hatuwezi sema hakuna kiongozi kutoka Northern Kenya ambaye sio mfisadi. Ufisadi ipo kama ilivyo katika maeneo, kama iliko hizo sehemu zingine za Kenya, lakini wacha nikwambie ufisadi ni kubwa. Wananchi wa kawaida, wenyeji, jamii ni wafisadi. Wacha mimi nikwambie ukweli. Ni wafisadi kwa njia gani? Wanataka kuleta viongozi ambayo aliwalipa, wanapewa hongo, wanapewa kickbacks ndio wachague viongozi waingie kwa ofisi. Ya pili, wanatafuta interest yao katika viongozi, sio interest ya jamii ama umma ama sehemu wanatoka. So tusikae siku mzima hapa kusema ya kwamba viongozi wa kutoka kaskazini mashariki ni wafisadi ama ni wabaya ama waovu wote. Wacha nikwambie pia jamii
wananchi wenyeji kwa kiwango kubwa pia ni wafisadi na wanachangia. Pengine tuwape lawama hii kwa sababu mmejitokeza hadharani kuizungumzia, ni kwamba hamjakuwa wakakamavu kushinikiza yale ambao mnataka. Mmeona mengine yanaelekezwa kwengine, watu wanakuja kuwekeza Nairobi na kwengine, lakini hamuulizi maswali kutokana na kwamba tunawaheshimu wazee. Yote 9, 10. Daktari, tuzungumzie swala hili. Mko katika nafasi nzuri ya kuleta mabadiliko. Haya mabadiliko yatakuwa rahisi au yatakuwa magumu? Unaweza kutueleza hii leo, ikiwa kiongozi fulani hakutekeleza wajibu wake, itakushangaza kwamba bado wananchi hawa ambao wanalalama kwamba watamregesha mamlakani? Nimro, ni mzuri kwanza niseme kidogo vile mwenzangu amesema. Wajua ni muhimu kuelewa ni nini ndio maendeleo na ni nini ndio umeipata. Wajua kwa rasilimali unaangalia kiwango yake na uone imeleta nini. Northern Kenya devolution ikamletea pesa ile devolution from exchequer. Kuna ile pesa inaitwa equalization fund. Kuna ile pesa ambayo inatoka kwa development project partners kama World Bank, na kuna pesa inatoka kwa wahifadhi wengine. Hata international organizations wako upande hiyo tu ya Northern Kenya. Inamaanisha kuwa ile budget ambaye exchequer imemwandalia sio pesa ambaye peke yake wanaipata. Na hizo pesa yote ukiangalia vizuri, lazima kulikuwa na sababu ambaye hizo pesa yote zimetumwa upande hiyo. Sababu ilikuwa ni kwamba Kenya upande ile ingine ambaye sio Northern Kenya hawakuwa wamepata development vile wale wengine walikuwa. Na kwa sababu ya hiyo serikali ikaamua kupatia hawa pesa mingi ndio at least wafikie kiwango ya kukua na utakuta kuna vitu kidogo kidogo unaona tofauti ambaye iko kulingana na wakati wa hapo awali, lakini ukiangalia ile kiwango ya pesa imeingia huko, kuna over 200 billion imeenda huko kuanzia wakati devolution imeanza. Tulikuwa tunatarajia kukua na manjia mzuri, tulikuwa tunatarajia tuwe na mahospitali mzuri, tulikuwa tunatarajia tuwe na permanent water source. Kuna mabawa la maji kubwa kubwa zinaweza kutengenezwa, si ati hiyo mahali tuko desert sana. Maji mvua ikinyesha ile island ya Ethiopia inatusaidia sana. Maji yote lazima itarmuke upande ya bahari, the lowland, na zinapitia huko kwetu. Nani pesa kidogo unaweza kutengeneza na hizo bawa la maji, kwa sababu bilioni 2 inatengeneza bawa la maji ambaye inaweza kutenga maji ambaye ikae mwaka 2 bila mvua. Lakini ile ukiangalia cycle ya ile rain season yetu, tunajua kwamba baada ya miezi 3 at least kuna mvua. Hata kama hainyeshi kwetu kila wakati, kwa mfano Takaba, Mandera West, utakuta laga kubwa inaitwa Lagurera inapita huko, inaenda mpaka chini huko karibu na Lamu. Na kila wakati mvua inyeshe huko area yetu, isinyeshe, so long as inyeshe ile highlands ya Ethiopia, maji itapita tu huko. Kwa hivyo kuna priority mingi ambaye tulikuwa tunatarajia kutoka viongozi kwa ajili wa mahitaji ya mwananchi wa kawaida. Tuweke hiyo kando, utakuta priority yao ni upside down. Juzi nilikuwa naona clip ingine ambaye Professor Lumumba amefanya, ilikuwa kwa one of the social media, akisema kwamba alikuwa Kigali, alikuta ma MCS 50 imetolewa hapa Kenya, ikapelekwa Kigali kuenda kusoma wiki moja, lakini mwenye anafunza hawa ni Mkenya. Mwenye anafunza hawa huko Kigali ni Mkenya. Sasa hiyo ni nini ndugu yangu? Ukiangalia vizuri, Kenya ni nchi ambaye utakuta kuna vituko mingi. Kwa hivyo ile kitu tunasema ni kwamba priority ndio ile ambaye watu viongozi ambayo tumechagua wamekosa. Ya pili, utakuta vile Daktari Nimo alisema, unajua kuna kitu muhimu lazima tuelewe. Ile alisema ni kwamba utakuta kila governor anakuja na watu yake. Na hapo awali mimi kwa media nimesema for us to save the counties, lazima Public Service Commission ichukue ile role ya kuemploy wafanyakazi wa serikali, kwa sababu wao hawatakuwa na interest yoyote.
utakuta governor anakuja, kama wewe hata ni permanent staff na hawezi akakufuta kazi, atakusimamisha mshahara, akuangaishe kwa muda kadhaa. Baada saa ile umetoa line yake, ndio unaona unawachiliwa mshahara. Na kwa wakati hiyo utakuta wazee wakizunguka, wakienda wakitumwa kwa governor kusema kwamba mtu yetu mshahara imesimamishwa, alikuwa na shida hii. Na mfanyakazi wa serikali hata kuwa loyal kwa kazi yake, atakuwa kwa loyal mwenye ambaye anaweza akadhuru yeye, ama atoe kwa kazi, ama kama hata hawezi, ambaye anaweza akasimamisha kazi yake kwa muda. Kwa hivyo kuna, I think 15 years is okay. After these 15 years we need to come back. Lazima turudi, wataalamu wa constitution waangalie, waseme health ambaye ilikuwa imedevolviwa, ambaye shida yake imeshindwa kuishi, namna gani tutamaliza human capital yake. Human capital ya the whole government, both county and national government, itamanajiwa namna gani so that we do not have people being inaitwa nini, isolated, identified, mtu ambaye anaambiwa kama hufuati ama hufanyi kazi vile mimi nataka, hautafanya kazi vizuri. Kwa hivyo kuna hizo zote zinaendelea. Ya mwisho ni kwamba ni muhimu tuelewa kwamba ile shida saizi tuko naye ya negotiated democracy ambaye inaanza kufifia na imechukuliwa sasa nafasi yake na pesa, kwa sababu saizi tunaongea kila wakati, tukiongea mambo ya siasa, hata wazee wanakuuliza, mimi nataka kucontest governor wa Mandera. Wazee wananiambia uko na muscles ya pesa, na mwenye sahi ako ameiba pesa mingi. Wazee wenyewe wanakuambia. Ya pili, wewe utapata pesa wapi ya kupigana na huyu ambaye ako. Na watu tunajua wako, lakini huko kiwango ya chini watu wamekuwa maskini, na maskini mwenye anapea kitu ndio anafuata. Shida ndio hiyo. Kwa hivyo na watu ya Northern Kenya, leaders wao hawataki kuleta permanent solution kwa mwananchi, apate irrigation scheme, wapate jinsi modern way ya kuweka ngamia kwa boma ndio walishe kama zero grazing, ama waanze kufunza hawa vile wanaweza wakatengeneza biashara zao, ndio angalau waweze ku make decision wao wenyewe. Ya mwisho, hii njia ambaye hii njia ambaye tunatengenezewa na Rais William Ruto, hii ambaye ilikuwa imeleta a lot of content from Isiolo to Mandera, hiyo peke yake tukimaliziwa, mimi nasemanga kila wakati ni kwamba ukiona mtu amekufanyia kitu lazima ushukuru. Ile mahali ambayo tungependa kushukuru sana, itafungua eneo lile. Hiyo njia peke yake itafungua vile ambaye sasa tunafikiria. Kwa mfano watu wengine wanaendanga weekend holidays kwao, kama kuna Friday iko holiday na Monday iko holiday, unajua hiyo ni siku 4. Watu wanaendanga rural home. Sisi kwa ajili ya njia hauwezi kuenda, lakini hiyo lami ikitengenezwa, sisi tutakuwa tukivisit village every other time tukipata opportunity. Ndio hivyo tunaweza kuconnect watu. Tuende mapumziko ni kidogo, nikija nitaanza na wewe Burhanuddin, lakini nataka muwazie swala hili. Je, inatokea kwamba nyinyi ambao ni wataalam vijana, kwa kuwa hamkai mara nyingi kule nyumbani, muko mijini munafanya kazi zenu, saa kutaka kura ndio mnarudi nyumbani, kwa hivyo inakuwa vigumu kwa wale wazee kuwapendekeza nyinyi. Wanaamua tukae na wale ambao wako hapa, ambao kidogo tunawaona na ambao kidogo hawafahamu mbinu za maendeleo. Nataka muliwazie hilo swala. Je, makosa yanafanyika hapo kwamba inawachukua miaka 5 kurudi nyumbani, mkirudi sasa mtafuta kura, na viongozi kule washaamua ni kina nani watakao wachagua? Ile swala nataka tulizungumzie. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ukumbi kwenye Sema na Citizen. Leo tunapigia darubini kaskazini mashariki.